Ligi hii inayoendelea ambayo ni Samia Cup Tarime. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyoona toka tumeanza michezo hii kumekuwepo na mambo mengi mazuri na watu kujitokeza na timu zetu kufanya vizuri. Na sasa tuko kwenye mzunguko ambao ni hatua ambayo tunaelekea kwa ajili ya kuingia robo finali. Na mabadiliko makubwa yanafanyika tofauti na kama tulivyoanza. Kama unavyoangalia uwanja jinsi ulivyo kwa sasa, lakini pia ukipita katika mji wetu umetapakaa matangazo. Kila mara unapita unakutana Samia, Mama Samia, mbunge wa Tarime mjini. Na ligi hii inaitwa Samia Cup ni kwa sababu yeye ndio mkuu wa nchi hii ambaye tunaunga juhudi zake. Mheshimiwa mbunge Kembaki anaunga juhudi zake kwa sababu ya maendeleo makubwa ambayo ameyafanya katika taifa hili la Tanzania, lakini hasa katika mji wa Tarime, jimbo la Tarime mjini, ambalo mambo mengi yamefanyika sana. Kwa hiyo tukaona tuenzi haya ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kwa kuita ligi hii Samia Cup ambayo inafadhiliwa na Mheshimiwa mbunge Kembaki. Na ndio maana nyuma yangu ya bango ukiangalia kuna logo ziko hapa 3. Logo moja ni ya Samia Cup ambaye Samia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais wa nchi hii. Kwa hiyo tumetaja pale, lakini pia ukiangalia kuna logo ya Chama cha Mapinduzi ambayo huwezi ukatenganisha. Ukiangalia logo ya Chama cha Mapinduzi pale, huyu Samia Cup ambaye ni rais wa Tanzania ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo lazima pia tuenzi chama chetu cha Mapinduzi ambacho kimemzaa mbunge Mheshimiwa Mwega Kembaki. Lakini pia ukiangalia kuna logo ya ofisi ya mbunge ambayo ni ya mbunge ambaye ni wa jimbo ambaye ndo mdhamini mkuu wa mashindano haya, kwa maana kwamba kuna vitu vitatu ambavyo kwa wale wanaosoma Biblia tungeweza kuita ni Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna vitu vitatu viko hapa ambavyo chama kipo hapo, rais yuko hapa kama mkuu wa nchi, lakini pia na jimbo liko mahali hapa. Ndugu waandishi wa habari, niwahakikishie kwamba mambo makubwa yanaenda kufanyika, na haya tu tunayoona ni lasha. Yaani bado hata mvua haijanyesha. Hii lasha, dalili ya mvua ni mawingu, lakini niseme kwamba yajayo yanafurahisha. Kuna mambo makubwa sana mengine ambayo siwezi kusema kwa sasa ambayo yanaenda kufanyika, mengi. Muda wa michezo. Kwanza kabisa nimewasahau kuwapongeza waandaaji wa mashindano haya, kwani wameleta chachu kwa vijana wa Tarime kwa ujumla. Kama mnavyoona ndugu waandishi wa habari, mashindano haya yamekuwa na mashabiki wengi sana, kiasi kwamba watu wanapata burudani ya kutosha. Kwa mchezo wa leo, kwanza nipongeze timu zote ambazo kimsingi zimeshiriki, zimecheza leo. Nianza na timu ya Bomani ambayo kimsingi imequalify kwa kwenda semi-final. Imecheza mpira mzuri. First half walipata nafasi nyingi wakashindwa kuzitumia, lakini second half walipata nafasi moja wakaitumia. Nije kwenye timu ya Ketare. Timu ya Ketare kwanza nipongeze. Ni timu ambayo kimsingi watu hawakutarajia kama ingeingia uwanjani leo kwa sababu ya matokeo ya mechi ya nyuma, ambapo ameshapoteza mechi 2 na leo hata kama angeshinda asingefuzu. Lakini amekuja, amecheza mpira mzuri, amepata goli la kwanza, bahati mbaya wakafanya makosa madogo, kafauli katengwa, wakafungwa japokuwa hawajaridhika na maamuzi ya referee. Kitu kikubwa ambacho nitaomba wadau wengine wa michezo hapa mjini, ligi hii isiishie hapa. Ligi hii inapoisha, wadau wengine walete ligi zingine kwa ajili ya kuongeza burudani kwa wananchi, kujenga afya kwa watu, lakini pia ni ajira kwa watu wengine. Mimi nakaribisha tu, hii ligi ni ligi ya kata 8. Mwenye uwezo, mwenye uwezo anajiamini timu yake aingie uwanjani. Tukutane kilingeni, tukutane kwenye box, tuwanyooshe. Panga na kitu tunaingia uwanjani. Kwa hiyo tuko vizuri, tumejipanga na niwahakikishe tu mji wetu wa Tarime muda sisi ndio washindi wa hili kombe. Kwa majina naitwa Daniel Yohanamsa, mwakilishi wa Soya One Limited. Kampuni hii inahusika na uchimbaji wa madini na inapatikana mkoani Mara wa Tarime katika kata ya Kinyalameli. Sisi hapa kama Soya One Limited leo tumejitoa kuweza kuwaunga mkono au kuwabusti vijana wetu kwa kununua goli moja kwa shilingi 100,000. Na hiyo tunafanya kwa sababu ya kumsupport na kumuunga mkono rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa michezo. Unaambia kwamba michezo ni afya, michezo ni ajira. Kwa kama sisi kama Soya One Limited tunaona kwamba ajira hii ndio ni kuwezesha kupatia motisha zaidi ili waweze kuwa na nguvu na kuweza kuonesha vipaji vyao. Kwa hapo tulipo bahati yao tumeweka nyingi sana, lakini bahati yao mbaya, tuseme kama mbaya nzuri, wamepata kuchukua goli moja kwa shilingi 100,000 tu. Lakini pia kuna timu ya huyo mpinzani wao si ni Ketare. Of course hatukuahidi chochote kile, lakini kwa sababu ya kauli mbiu yetu kwamba Soya One Limited jamii kwanza, tumeweza kuwaunga mkono kwa shilingi 50,000 ambayo kama vile nauli. Kwa hiyo tuzidi kuunga mkono juhudi za mama, lakini pia tuzidi kuunga juhudi za jamii yetu na kupambana kuwaunga viongozi wetu wote kwa chochote kile tulichonacho. Tunasema kwamba ligi hii na hapo tutaelekea
nafikiri nusu finali na finali sio leo tu, kila bao tutalinunua. Kiufupi ligi ni nzuri. Kwanza ligi ni ambayo inaleta motisha kwa vijana na kuonyesha kwamba nini maana halisi ya umoja wetu sisi kama vijana. Kwa hiyo tunaipongeza ligi hii, inaenda vizuri na ligi inaweza kuonyesha nini maana ya uongozi. Kwa hiyo kupongeza sana kwa Mheshimiwa Mweko Kibaki.